Bwana Yesu asifiwe. Ninakuletea ushuhuda kwa habari ya taarifa mbalimbali. Shetani anatumia taarifa mbalimbali, matukio mbalimbali kwenye mitandao kwa ajili ya kushambulia watakatifu wa Mungu. Sasa unakwenda kusikiliza ajenda hizi ambazo zilikuwa zikijadiliwa kuzimu. Mtumishi wa Mungu atakushuhudia hapa kwa sababu alitumika wakati huo na alihudhuria hivyo vikao ambavyo walikuwa wakikaa na kubuni mbinu mbalimbali za kushambulia watakatifu wa Mungu kwa kuwapandikizia mabaya ya watu. Sasa neno la Mungu katika kile kitabu cha Zaburi sura ile ya 92 na ule mstari wa 11 imeandikwa, na jicho langu limewatazama walioniotea, sikio langu limesikia habari za waovu walionishambulia. Kwa hiyo shetani anashambulia nini unaona na nini ambacho unakisikia. Sasa ziko habari za waovu, unasikia mabaya ya watu. Sasa neno la Mungu pia linatuambia katika kile kitabu cha Warumi sura ile ya 12 na ule mstari wa 2 imeandikwa, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika ya mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Kwa hiyo shetani anataka wewe uifuatishe namna ya dunia hii mtakatifu wa Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Kuna namna dunia hii inavyoenenda, namna dunia hii watu wanavyotenda, wanavyofanya, namna wanavyoleta matukio mbalimbali. Sasa wewe utakiwa uenende sawa sawa na namna hiyo. Kwa hiyo nakuletea ushuhuda huu ili uweze kusikia matukio ambayo walikuwa wakiyatengeneza ya taarifa mbaya mbalimbali ili kushambulia watu. Lakini pia kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 2 mstari wa 15 imeandikwa, msiipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Kwa hiyo ninakuletea ushuhuda huu uweze kusikia. Karibu. Bwana Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Napenda kuwashuhudia kitu kimoja kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Ninakumbuka kipindi hicho nilikuwa sijaokoka kabisa, yani bado nilikuwa mwabudu shetani kipindi hicho. Ninakumbuka mbinu kadhaa ambazo pia tulizitumia sana kwa ukubwa na zinatumika mpaka sasa hivi sana kwa ukubwa sana na shetani, ili kukamata watakatifu wengi mno wa Mwenyezi Mungu. Wengi mno wanakamatwa, watu wengi licha watakatifu wa Mungu. Yaani watu wengi mno, watu wa Mungu kiujumla wanakamatwa sana katika kipengele cha mitandao ya kijamii. Ninakumbuka ilikuwa 2019 pia ni agenda pia ambayo katika kikao cha waabudu shetani nakumbuka pia nilihudhuria kwa mbinu mbalimbali kwa tunafundishwa. Sasa kitu kingine kikubwa ambacho kilichoongelewa ile swala la mitandao ya kijamii. Ni agenda pia ilikuwa mezani kuhusu mitandao ya kijamii, jinsi itakavyofanya kazi, na pia kulikuwa kuna mawakala wengi mno wa vituo mbalimbali vya magazeti, pia na wao ni waabudu mashetani wengi mno walikuwepo. Ni agenda ambayo ilikuwa mezani kuhusu watakatifu wa Mungu, kuhusu watu wengi mno. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, kitu ambacho tulichokizungumza kilikuwa ni hivi kwamba sasa hivi hali inavyoelekea, kwa hiyo watu wengi waabudu shetani wengi watoe magazeti, habari zanze kutoka kwenye TV mbalimbali kuhusu matukio, ni matukio yawe yanachapishwa kwa wingi. Hakuna tukio ambalo linaweza likatendeka lisichapishwe, hata yale ambayo hayana maana ya kawaida yachapishwe kwenye watu wajue. Yaani watu wajue taifa linaenda wapi, mambo yanaendeleaje, mambo yazidi kwenda juu kwa juu, kwa maana mtu unapokuwa ni mtakatifu wa Mungu na neno la Mungu linasema msienende kama dunia inavyoenenda. Sasa wewe kwako na TV na kweli unafuatilia taarifa habari. Sasa unapopatia taarifa habari matukio mbalimbali yanayojiri katika nchi, pia ni mojawapo ya rango kubwa sana ambalo unafungua na kukamata nafsi yako na kukamata moyo. Kwa maana neno la Mungu linasema mali ya mtu ilipo ndipo na moyo wake ulipo. Wewe unapoelekeza imani yako, unapoelekeza akili yako
unapoelekeza akili yako ndipo pia na moyo wako pia unaenda unakita pale pale, unakamata pale pale. Sasa unapokamata pale pia unakamatwa kwa ukubwa sana. Na kingine pia, hoja nyingine pia tulioweka mpira, kuhusu mpira pia watu wawe wafuatilia, yani watu wawe warevi, watu wawe walevi wa mitandao, watu wawe walevi wa kufuatilia taarifa za habari, wawe walevi wa kufuatilia taarifa mbalimbali za burudani, mambo mangapi yamejiri, wao walevi kuhusu hilo tukio. Sasa watu wengi pia wafuatilie, yani wafuatilie ili wakamatwe. Sasa wewe ni mtakatifu wa Mungu ambao pia umeokoka, unafuatilia vizuri taarifa habari na uharibifu, kwa maana mtu unapofuatilia taarifa habari unakamatwa moyo. Ni matukio mengi yanayotajwa leo, inaweza katajwa mtoto fulani kabakwa, umesikiliza hiyo ni taarifa mtu fulani. Sasa unaposikiliza yani matukio mbalimbali huku ndani unaanza kujeurika mdogo mdogo. Kuna maneno unaweza kuyaongea, yale maneno unayoongea kwa Mungu hayana utukufu. Kumbuka ule wote wa matukio kutokea na maana nakumbuka pia shetani katika ajenda nyingine kwamba matukio yawe mengi ili taarifa na zenyewe ziwe nyingi. Yani matukio yawe mengi na taarifa ziwe nyingi, mambo yawe mengi duniani, yani mchanganyo. Sasa ule utapelekea watu kugongana vichwa, watu kuweka maswali mengi na ndani yao waweke vitu, yani waweke maswali, hii dunia inaenda wapi, mambo yanaenda wapi, ili ndani, ili Mungu asikae kwa ukubwa, wawe wanahoji mambo kuhusu mambo gani yamejiri mtandaoni, nimesikia sehemu fulani imetokea tukio na hili, ili muda mwingi wape mtandao, muda mwingi watazame vitu kama taarifa habari, michezo, vitu mbalimbali virushwe kwenye runinga, ili watu wasipate muda sana wa kufocus na Mungu. Hata wanapoingia magotini pa Mungu washukuru tu, wasiombe mambo mengi, hapana. Pia mtandao wa TikTok yani ndo ni lango kubwa sana la kumshusha mtu kutoka katika imani, kumtoa mtu katika imani, katika nguvu ya maombi, mtandao wa TikTok. Kwa maana watu wengi tunaangalia sana TikTok, ila TikTok usipokuwa na maarifa ya kutosha kuitumia TikTok utakamatwa, nafsi yako itakamatwa, utakuwa umejiungamanisha kwenye ile madhabahu. Watu wengi watakatifu wa Mungu tuna account TikTok. Unapokuwa na account TikTok tayari unajiungamanisha na madhabahu. Tayari ile ni madhabahu ambayo umejiungamanisha. Sasa inategemeana, je, utaitumia kivipi? Utaitumia kwa njia gani? Maana wengi wanaitumia kuposti picha, kufanya hivi na hivi na hivi. Na wengi mna wanapenda kuingia TikTok kuangalia mangapi mawili, kuangalia vichekesho, kuangalia comedy. Hiyo pia ni mashtaka makubwa sana mbele za Mungu. Ni jambo moja kubwa sana katika ulimwengu wa roho linalokamata nafsi za watu wengi. Wengi mno wanajiungamanisha katika vitu vingi wasipovijua wao, wanakamatwa nafsi zao. Kwa moja kwa moja shetani anakuwa na warali nao. Kwa maana TikTok unakutana na muziki mbalimbali. Tena sana sana TikTok wanapenda kusikiliza muziki za Bongo Flava, muziki mbalimbali za Kiingereza ambazo wanazikata sehemu nzuri tu kidogo, yani kale kazuri, kawimbo kazuri, ndio unakuta wamekaika pale. Sasa unaposikiliza kile kitu kinakamata moyo, unaweza ukashangaa wewe ni mtakatifu wa Mungu ndani, na neno la Mungu linashuhudia kabisa umeliweka ndani neno la Mungu ili usipate kumtenda dhambi. Ila kuna muda unaweza kumepita sehemu umesikiza kanyimbo, kale kanyimbo kanaenda kanakamata ndani, yani ukikaa kidogo unashangaa moyo unaanza kuimba ndani kwa ndani. Kwa hiyo moja kwa moja wewe tafasiri yake wewe tayari moja kwa moja umeshajiungamanisha na ile madhabahu, umeshajishikisha kule. Usipoitumia mitandao ya kijamii kwa utukufu wa Mungu, inaweza kukamata pakubwa mno, ikakutoa katika mamlaka imani, ukawa unatenda dhambi unadhani uko kawaida tu. Kwa hiyo ni mbinu ambayo tulitumia pia, yani ilitumika kwa ukubwa mno kukamata mioyo ya watumishi wengi wa Mungu, kuleta machafuko mengi. Mara unasikia mtoto kaamua mama yake, mara binti kafanya hivi. Hapana, pale kitu ambacho kinachokuwa kinatendeka sana sana, matukio mengi sasa hivi yanayotendeka ni vini macho. Maana shetani anajitwalia damu kwa watu wengi. Watu wengi mno wanachukuliwa, mchawi anamchukua mtu yule anachukuliwa, hata ndani ya siku 2-3 linatengenezwa tukio. Yule mtu kaisha kufa kitambo, ile anatengenezwa tukio ili mtu atokee, mtu amuue yule mtu ili iwe kesi. Kwa hiyo sasa watu wengi sasa hivi unashangaa, unaambiwa kuna tukio limetokea. Hapana, yote hiyo inatengenezwa, ni information tu inatengenezwa ili wewe ndani uzidi kujenga, ili watu wajenge ghadhabu, watu wakose upendo. Yani
kutolewa katika mamlaka upendo, wasipendane, watu waanze kufarakana. Ndio maana unasikia mara baba kambaka mtoto, mtoto kambaka mama yake. Sasa hichi kitendo kinapotokea, upendo, watu wanaanza kutolewa katika upendo, na neno la Mungu linahitaji tupendane. Neno la Mungu linahitaji tuwe pamoja, tushikane. Maana wewe ukisikia hili tukio, yule mtu tukio hili kalitenda, sio yeye kalitenda. Hiyo yote ni mbinu ya shetani. Utaomba bado utatupa maneno ya kashfa, tena utalaani, utasema kwamba huyo mtu afungwe miaka mingapi. Yaani wewe mwenyewe utasema huyo mtu anyongwe kabisa. Sasa unaposema lile katika ulimwengu wa roho, tayari kile kitu kinatokea, kwa maana maneno huumba, na neno la Mungu kabisa limethibitisha chochote akipandacho mtu ndicho hicho atakachovuna. Yaani ukiyapanda mabaya, hayo ni mabaya. Kwa hiyo unapotamka lile jambo linamzuru yule mtu, na wewe pia linakuja linakuzuru mahali, kwa maana tayari umetoa laana, umetoa hukumu, na nafasi ya kuhukumu ni Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hiyo yote ni mpango wa shetani ili kupitia watumishi wa Mungu watoke kwenye nini? Kwenye mamlaka ya imani. Na wengi mno tuliwakamata sana hapo, na tulifanya kazi kubwa sana kuwashambulia wengi mno wachanga wa kiimani. Maana unamkuta ni mtu ndo kaingia katika wokovu, ndo kagusa tu katika wokovu, anaanza kukutana na habari nyingi za kumchanganya, hajui wapi akamate. Akiingia katika mitandao anakutana na hichi, anakutana na hichi. Yaani waabudu shetani, tukaanza kusambaza taarifa mbalimbali kuhusu mambo mengi. Kwa hiyo tayari watumishi wengi mno wa Mungu wanakamatwa mioyo. Wewe muda wote wewe, kwa tayari mnafarakanishwa, mnatolewa katika mamlaka imani. Na ndio maana hata hivyo vitu, hizo mbinu sasa hivi zinatumika sana kwa watu wengi mno. Watu wengi mno wanatumika sana kuwa mawakala kipofu wa shetani. Wewe ni mtumishi wa Mungu, umesimama vizuri na Mungu. Unavyoanza kumwazia mtu tu chochote ndani yako, tayari katika ulimwengu wa roho umeshajenga boma, tayari umeshajenga msingi wa uharibifu, na neno la Mungu limekataa. Na unajua kabisa neno la Mungu linasema usimwazie jirani yako mabaya, anaokaa pembeni na wewe anajiona kuwa yuko salama. Sasa wewe unapofanya kile kitu, tayari mashtaka yanafika mbele za Mwenyezi Mungu. Unaona watu wako wanachokifanya, wamefanya 1, 2, 3, na Mungu anaugua, Mungu anaumia, roho ya Mungu iliyokuwa ndani yako inaumia. Kwa maana mtu ukishaanza kuwa mbishi tu, roho wa Mungu hawezi kukushuhudia chochote, kwa maana tayari utampinga. Hata kama akikwambia hichi ni sahihi, utampinga, kwa maana ulishajengewa imani ya kitu fulani. Kwa hiyo tumepambana sana na watumishi wa Mungu na watu wengi kwa njia nyingi sana, kuwatoa katika upendo, warokore wenyewe wawe maadui wenyewe kwa wenyewe, wafarakani wenyewe kwa wenyewe. Hichi kitu nakwambia kabisa, mtumishi wa Mungu, tafakari sana. Angalia warokore wanapotukanana, wanapopambana wenyewe kwa wenyewe. Angalia madhehebu mengine, angalia mamlaka ya imani ya Uislamu waliposimama. Hautosikia neno hata moja, hata wanabishana kwamba hivi na hivi na hivi, utosikia uchochezi wa aina yoyote. Ila kwa warokore umejaa uchochezi wa 1, 2, 3, nani sahihi nani sio sahihi. Na neno la Mungu limesema kabisa, nyakati za mwisho manabii wa uongo watakuwa wengi, na hata ukweli utakataliwa kwa uongo. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, tujihadhari sana na mitandao ya kijamii na mambo mengi yanayoendelea na vitu vingi.